Kwa nini hii pete inawaka? Na kwa nini huyu dada anakuja tena? Si alishagongo huyu? Kwamba hii pete inaonyesha kwamba kuna ajali, lakini hii ajali bado haijatokea. Weka vipi? Umechanganyikiwa? Unako tatu anaenda zao nyumbani, wametoka masokoni, alafu unasukuma vipi? Umechanganyikiwa kakaangu? Samahani dada. Najua uwezi ukanielewa. Kitu usichokijua, pikipiki ambayo umeiona imepita hapa muda sio mrefu ilikuwa inataka kugonga. Kakaangu, au ulikuwa unataka namba? Yaani mimi na wewe hatuendani hata kidogo. Nipishe nende zangu mimi. Mwana. Kama kawa vipi? Wakati zinasemaje? Fresh kabisa yani. Wangu bushu kwa mkinge tu. Alo, hata sielewi. Vipi mwanangu? Mimi hajanicheki kitambo. Hata mimi simu yake sijai kuipata. Afu unakumbuka wiki iliyopita ile 100 bwana? Ile 100 niliyokurushia. Tulikuwepo Sunrise nakumbuka. Tulikuwa Sunrise. Kuna mtu mmoja alijichanganya akaja kizito mmoja mwanangu akanipa vision ilipozunguka hivi basi mkule mwanangu. Akaniambia nimchekeche muone mmoja, nikaenda nikamteka, alikuwa anatoka na demo. Nikaenda nikampiga geta mwanangu, nikamweka kwenye buti. Kwenye gari ya mzee. Akanikatia 100 mwanangu, 400 mwanangu, mimi nikakuachia ile 100. Sasa mbona unipanga mwanangu? Sasa tayari ilikuwa no gustua wauni wachawi wasistuke. Sasa mimi nilikuwa natumia mzee. Alafu yani nashangaa hii imetoka wapi mzee? Ndio hivyo mishe hizo ndo za kiume sasa. Bosi tunamtaja mwanangu aje tucheki afu kanipigia. Ndio bosi. Afu muda mrefu hujatucheki, hujatupa mishe yoyote wala mchongo wote. Ndio nampata. Kazi hiyo. Sule bidada pale saluni. Sawa, hiyo kazi imeisha. Ila kwa uhakika zaidi wewe tuba hiyo picha yake ili tusije tukaloga. Haina noma. Tayari bosi kachacheki mazingira. Vipi mwanangu? Amenipigia simu anasema kuna bidada yule mmoja saluni pale bibi. Dada yupi wewe mwanangu? Dada mmoja pale saluni babu mpati naye. Bidada saluni anaisuka yule baba. Yule. Vipi mama? Sasa bosi kasema kesho tuuke naye. Imeisha hiyo. Ila sasa maelekezo na msisitizo zaidi tusimfanye chochote. Yaani tufanye vyote vile na tusimuue. Baridi mwanangu. Bonge la mchongo hiyo hapo mwanangu. Au sio? Bonge la mchongo mzee. Hivi kasema anakujaribu. Yeye kasema tukishakamilisha mishe, tukishamteka tumemweka kwenye mazingira yetu, tumcheki. Basi ila noma bwana. Tukishamcheki sasa anatia timu hapo. Yes mwanangu. Kwa tukutane wacha. Hivi mwana. Baridi. Poa. Hivi kwa nini wewe pete ulikuja kwangu? Najitahidi kuepuka majaribu lakini
kaenda wapi? Beba nishachoka. Shoga yangu Manu ameenda wapi? Hiyo ndo salamu shoga yangu. Msamehe shoga yangu, kina mambo mengi. Yaani kina mambo hivi. Toka utoke mjini umebadilika sana. Kwa nini? Yaani unajishaua, unanata shoga yangu. Nata sinati. Sasa mimi nilingie nini kwa mfano? Yaani mimi sijapenda kabisa yani. Nisamehe. Kwa hiyo unaelekea wapi sasa hivi? Naelekea daraja, lakini nimekuja kumuulizia Manu kwa sababu nilimwagiza wigi langu. Manu siku hizi yashikiki, ana harakati kama zote. Yaani toka alivyovamiwaga na majambazi kipindi kile. Majambazi? Kwani upo dunia ngapi? Majambazi gani? Unataka kuniambia ujui? Kuna mpangaji pale sio alikuwa mwizi, sijui aligombaniana nini mimi sielewi. Yaani kuna maaskari muda wote hivi. Yaani kila muda kwa kuna majambazi. Shoga yangu wetu nimsubiri huyo Manu mwenyeji anipe hiyo exclusive. Maana inavyoonekana uumbea siwezi hata kuuacha. Yaani yashikiki kama nini? Shoga yangu mimi naenda darajani hapo kwa mtu naenda kuonana naye. Unaenda na nani huko darajani? Naenda peke yangu. Ungetafuta mtu tu uende naye. Darajani sasa hizi kuna vibaka. Yaani kuna vibaka wametapakaa hatari. Sio wenyewe tunaogopa kwenda darajani. Bana, sasa vibaka watanifanya nini? Mimi naenda dakika 5 sijui 10 narudi. Nimemiss pia location za huko chini. Sio jua tena mimi kwa picha. Kuwa makini huko darajani shoga yangu. Usijali, naenda tu dakika 5 narudi hapa sasa hivi. Poa, safari njema. Uwe makini. Poa. Poa. Hivi kwa nini wewe pete ulikuja kwangu? Najitahidi kuepuka majaribu, lakini bado hivi. Hii pete ina miujiza gani? Na kwa nini hii pete ilikuja kwangu? Nashindwa kuelewa. Lakini nimejifunza mengi sana kupitia wewe pete. Yaani siku zinavyozidi kwenda ndo nazidi kujionea miujiza kuhusu hii pete. Inawezekanaje ikaona matukio ya mbele? Yaani naliona tukio kabla hata halijafanyika. Laiti kungekuwa na mtu yoyote anayejua chochote kuhusu hii pete, basi ningemuuliza. Nifanyeje? Nitajua tu cha kufanya. Wanaambia mwanangu. Fresh. Asa, familia? Wanaambia. Jana ile wakati nimepandisha juu naenda kula vitu vyangu. Pale Sunlight. Sasa nimekata vitu vyangu, nimekata. Kaingia dogo mmoja hivi wa kishua. Ila sasa yule dogo amesema anataka tambo. Mora. Sasa nikawaza nikasema sasa hii mission nikisema nipige mwenyewe. Itakuwa sio, itakuwa mchoyo. Alafu nakwaje sasa? Mimi nilishamuelekeza, yeye mwenyewe akasema anatoa mpunga mzuri kikubwa, anataka iPhone. Baridi mwanangu, huo mchongo mzuri. Sikiliza. Mimi pale ghetto natamba mzee. Subiri. Nakupigia kidogo. Mr. Elma. Fresh kama kawaida. Mwanangu kitambo? Kweli mwanangu kitambo Mr. Gomez. Shida nini? Mbona nakupigia simu upatikani? Mwanangu na changamoto tu hapa na pale. Sema fresh bona. Mbona mimi nipo hapo mtaani? Kwa hiyo huku umetoka wapi sasa ndugu yangu? Nimetoka hapo juu hapo kwa Shikai. Kwa hiyo huko ndo mtaani au kuna issue tu umetoka kupiga? Hamna, nimetoka tu harakati. Si unajua pilika. Sawa. Kwa hiyo mtaani kwako sasa hivi yaani nikikutafuta na kupata kwa rahisi maeneo gani? Mtaani hapo juu. Mbona kama sura yako ya hofu? Yaani kwanza sura yako ya hofu, shida nini? Hamna mwanangu. Mimi nipo hapo. Sema wewe ndo umeingia hivi siku hizi 2-3. Tutachekiana usijali. Maana ya mavazi yenyewe yanaonekana sio kawaida. Yaani ulikuwa na drip vizuri, ulikuwa unazingatia kodi nini, engo kwa wingi. Sasa hivi shida nini?
Au unamficha shemeji uko geti? Maana wewe tabia yako kitambo, unajua mimi nakujua. Hamna, nimewachia kina Duli. Mimi mwanangu, mimi mtani hapo tujue. Sema wewe si umeingia juzi hapa? Ya, mimi nimeingia kama juzi kama sijakosea. Kama umeingia juzi basi mimi nadhani tutakutana, tutaelekezana, utafika tu maskani usije. Sasa inabidi uniachie hata namba yako ya simu. Yaani ubaya wenyewe mwanangu, hata simu yenyewe hapa mwanangu jao. Simu pia umetupa. Yaani nishatupa. Wewe kumbe tabia zako ngumu kuacha mwanangu. Sema nini? Naam. Kama upo hapo mtaani tutakutana. Au sio? Kuna issue nataka uje unisaidie kidogo, si unajua amesheza hapa na pale. Hamna noma mama, wewe unistua. Baridi basi. Fresh mwanangu. Baridi familia. Hapo. Lakini Tambo sijui kama atalikubali mzee. Kama ulivyosema mwenyewe wakishua huyo dem. Mimi na 11 Pro Max mwanangu. Ile pale sijui kama ataikubali mzee. Ila sio kesi. Oya, kuna mtoto mkali pale nyumbani. Ana simu hiyo. Oya, simu kali nakwambia, simu kali. Acha basi. Hiyo simu mwanangu. Tukichukua hiyo simu, chungu tutakuwa fresh pale. Leo mtoto akishua mwanangu anataka tambo la maana. Ikiwa iPhone mwanangu inakuwa vizuri zaidi. Oya Boka, niamini mimi namjua yule demu mwanangu. Yule demu ana tambo. Oya, sikia. Kazi hiyo babu. Oya, aicheki kazi hiyo. Oya, mdada ndio huyu mwanangu. Oya, demu ndio huyu mwanangu. Oya, udem namjua. Udem namjua mwanangu. Sasa sikiliza. Hapa tuchole cha. Oya, tukaangalia mazingira yetu tuje tukaanzia fresh. Haina. Oya. Wanakutulia. Dada mwenyewe ndio yule pale. Oya, sasa sikiliza. Saizi Man on this, yeah. Nawaza bati hao ndo nyota sina wanakamati, pengine ndo chanzo cha fitina. Habari yako kijana? Salama tu ankoli, vipi? Salama. Kijiji cha Belega unakifahamu? Nakifahamu vizuri. Na kutoka hapa mpaka hicho kijiji cha Belega nauli ni shilingi ngapi? Ni 20,000 tu ankoli, hapo nikurushe chako. Sawa, twende.
Hivi kwa nini wewe pete ulikuja kwangu? Najitahidi kuepuka majaribu, lakini bado yananifuata. Sijui ni nini mwisho wa... Vipi shoga? Kuna nini? Hebu niambie basi. iPhone yangu imeshabebwa. iPhone? Ndio. Hey, nilijua tu shoga yangu. Tatizo wewe mbishi sana, upendi mimi kunisikiliza. Nilikwambia uwe makini. Si umeona sasa? Twende basi, pole. Twende ukapumzike hapa, pole. Shoga yangu. Kapo tuleo nielezea imekuwaje, pole. Pole utilie, pole shoga yangu. Pole mimi nikishachanganyikiwa hapa. No, pole basi nenda kalale, sawa? Nenda kalale. Aise, nilimwambia mtoto mbishi huyu. Wazee. Samahani kidogo, naomba nchuje kidogo. Nchuje haja ndogo kidogo naomba. Haina shida. Mzee. Nigie begi. Ugali unaupenda? Nigie begi. Lete begi. Unataka begi? Lete begi hilo faza. Haina shida. Kama unataka begi chukua. Hivi kwa nini wewe pete ulikuja kwangu? Najitahidi kuepuka majaribu, lakini bado yananifuata.